Sawa. Ila nitakuamini vipi? Niamini kama nilivyokuamini wewe. Sawa. Lakini kwa sasa sina hata sehemu ya kukaa. Yaani natangatanga tu barabarani. Vipi kuhusu hilo? Kwa hilo ondoa shaka. Sehemu ya kukaa sio shida zangu. Utakula, utakunywa, utavaa. Ili mradi tu kazi yangu iende vizuri. Hicho tu. Sawa. Ila mimi kwa majina naitwa Sina shida na jina lako. Maana kwenye genge langu tunaitana kwa namba. Utaitwa 7. Sawa. Karibu sana. Karibu sana kijana. Tufanye kazi. Dekan na kaka yako, anzeni kula chakula cha mwisho, maana safari hii nitawazika wazima wazima huku mnajiona. Kama Pinki. Marahaba mwanangu Elia, ujambo? Mimi si jambo, ila kwako huko mamangu hakujambo. Nimekutana na mwanao Frank. Amenipa taarifa nzito sana. Na taarifa hizo sijui kama unazifahamu. Taarifa mbaya? Nilijua tu, haujui. Kweli? Mwanao Pinki ana ujauzito. Ana ujauzito? Ndio ujauzito, na wameamua kukuficha hadi wewe. Aliniteka yeye na rafiki yake. Kuna mshikaji mmoja anaitwa Romi. Baada ya hapo wakanipeleka sehemu na kuniweka. Alinitesa kiasi fulani hivi, lakini bahati mbaya akawa ametoka. Ila wakati anatoka tu, kuna yule mtoto, kama unamkumbuka, tulikutana naye siku moja tunatoka saloni, akanishika machoni, na baada hapo macho yangu yakaanza kuona. Huyo ndo aliyekuja pale na kuniokoa. Asante mama. Mpango wangu kwa sasa ni kutokuishi tena hapa nyumbani. Hii ni kwa sababu najua huko alikoenda hawezi kukata tamaa. Lazima atajipanga vya kutosha kisha na kurudi hapa nyumbani kwa ajili ya kunimaliza kabisa, ili atimize dhamira yake ya kuuza hii nyumba. Hivyo sipaswi tena kubaki hapa. Yaani basi nitafuta mazingira mengine ya kukaa. Yaani hapa ni hame kabisa, ili kwenda tofauti na akili yake itakavyokuwa inawaza. Target ya kumua Merimeri inabidi ihame. Kwa sababu unavyomtazama sasa hivi Merimeri sio kama adui yetu. Maana niliwasikia wakizungumza kwamba na Merimeri yupo katika mpango wao wa kumuua. Hivyo basi inanipasa niangalie location ya Merimeri anapoishi. Kisha niende nikazungumze naye, nimuelezee kila kitu. Ikiwa atakubaliana na mimi, basi nitaanza kuishi atakapokuwa anaishi yeye. Na kama itahusiana na swala lake la pesa, mimi nitatafuta na nitamlipa. Cha muhimu tu anielewe kila ambacho nitamwambia pale. Na kama akileta ubishi, mimi nitamwacha. Ili Mama, katika maisha elewa kitu kimoja. Kwenye kila kitu ambacho unataka kukifanya hapa duniani, jaribu na ukose, ila usikose kujaribu. Nice day. Pinki na mwanao Frank wakakaa chini na wakashauriana. Waseme kwamba Pinki amebakwa. Na jambo ambalo sio la kweli. Mbona mimi sijui hizo taarifa? Anakaa pale nyumbani, tunakula wote, tunalala wote.
lakini mimi sijui kama ana ujauzito. Na vipi, wamekwambia ujauzito una muda gani? Alivyoniambia ni wiki 3. Ila mimi na uhakika sio wiki 3, ni wiki 4 na zaidi. Mama, yule mwanao Pinki ni malaya. Tena ni malaya wa siri. Na mtu ambaye anamfichia hizo siri za umalaya wake ni ndugu yake Frank. Asante mwanangu kwa taarifa. Yaani hivi unavyoniona siendelei tena mbele. Narudi nyumbani ili nikajue inakuwaje. Sawa mama. Pole sana lakini ni shida tu za dunia hizi. Odi. Odi. Asante. Oh, Mary. Mambo vipi? Poa, karibu. Karibu ndani. Asante. Ila mimi sitoingia ndani. Nitabaki hapa hapa nje. Nilikuwa na shida kidogo. Hivi wifi yenu imelipiwa? Ndio, inafanya kazi. Hata hapa nilipokuwa ndani nilikuwa naperuzi mtandaoni. Sawa basi. Sasa kuna kitu nataka unisaidie. Nilikuwa naomba unisaidie laptop yako ile ambayo natumiaga chuo. Kuna kitu nataka niangalie mara moja mtandaoni. Ndio maana nimeuliza kama wifi yenu inafanya kazi ili niweze kuangalia hicho kitu ambacho nataka nione. Kwa hiyo naomba basi unisaidie laptop yako kwa dakika kadhaa tu hivi afu nakurejeshea. Siondoki nayo na natumia tu hapa hapa nje. Basi sawa, ngoja nikuletee, maana umekataa kuingia ndani. Ngoja nikuletee. Poa, haina noma basi mimi nakusubiria hapa. Happy. Thank you wapi? Hivyo Franki, hivyo ni mwanaume kweli au una hisia za kike? Yaani mdogo wako kapewa ujauzito, alafu wewe usemi wala nini, unanyamaza kimya baada ya kuniambia mimi mama yako ili tujue tunafanya nini, unafanya siri. Aya, niambie sasa, wewe mbwa mwenzio yuko wapi? Ili nimuulize uwe ujauzito wa nani? Mama, punguza ukali wa maneno basi. Kumbuka wewe ni mzazi. Unapomuita Pinki ni mbwa. Kwa hiyo alimzaa naye si Kwa hiyo mimi na mimi mbwa, si ndio eh? Unataka kuniambia mimi ni mbwa? Malizia sasa, sema mimi ni mbwa. Nataka jibu. Huyo Pinki yuko wapi? Na huyo mwenye mimba ni nani? Asante sana Mary. Naona kazi yangu imefanikiwa nilikuwa nahitaji. Ngoja nifunge hivi vitu vyangu hapa. Nikupe PC yako. Sasa mimi rafiki yangu, asante sana, laptop yako hii hapa. Acha mimi niende. Tunaona tena wakati mwingine.
Mimi nimefika hapa nyumbani Pinki sijamkuta, na nimemuuliza Epi, amesema kwamba Pinki ametoka na kaka Lomi. Kwa hiyo mimi sijajua kabisa yeye kaelekea wapi na kaka Lomi. Alafu mama, hivi nani alikwambia kwamba Pinki ana ujauzito? Mimi nimekutana na Elia ndo alioniambia. Yaani mtoto kaongea kwa uchungu mpaka anatamani hata alie jinsi gani anavyonionea huruma mimi. Nyie mnashindwa hata kunionea huruma mimi mama yenu kweli? Hivi nyie mnanitafuta nini wewe na mwenzako Pinki wewe? Mnanitia aibu mimi mtaani. Mimi ni kungwi mkubwa najulikana hapa mtaani. Alafu nyie mnanitia aibu. Hasa kama mimi kungwi nafundisha watoto watu nishinde kuwafundisha wanangu niliowazaa. Hivi kweli Franki mnavyofanya na mwenzako Pinki ni sawa? Yaani ule mjinga kumbe naye ajui kukaza. Wani mfuate huko. Yaani jamani ya watoto. Hii aibu mimi nitaifichia wapi jamani? Wepi? Huyo Pinki kaenda wapi? Mimi sijui. Wameniambia tu wanaondoka lakini hajaniambia wanaenda wapi. Mchizi mbona kuja wanipiga? Elia, kwa nini umemwambia mama kwamba Pinki mjamzito? Sasa ndio unipige? Sasa sikwambii sasa. Kwa nini umemwambia mama yako? Au ngoja tupigane? Ngoja tupigane? Subiri hapa. Sasa nakuja nikuonyeshe show. Sasa mimi namuogopa. Mimi siogopi. Nimekuja sasa. Unanitisha leo? Unajifanya Power Ranger? Kumbe unijue. Unajua kama mimi nimepitia China. Unataka tupigane? Mimi naweza kupigana na mtu ambaye simuoni, njoo. Anafunga barakoa kama ana corona. Bibi. Puta. Mimi nitaonaje? Puta hapa. Unataka nipute? Puta. Naputa. Puta. Kapita kweli. Njoo tupigane sasa. Mwanangu ana tabia za kimbea sana. Yaani mimi issue nakupa wewe afu naenda kumwadisia bi mkubwa. Hizo tabia za kike bana. Wewe, mimi sina tabia za kike. Tena unikome. Hujanijua vizuri Hujanijua vizuri. Sasa ngoja nikuonyeshe mimi ninavyopaa kama Power Ranger. Kama umenikimbia. Unadhani mimi nakuogopa? Mimi naweza kukupiga wewe na ukoo wako wote. Afu baridi tu. Sema mdomo kuwa na break. Usija kutoka kweli huko. Sema nisongee kwa nguvu mdomo nao. Wakule bado hawajaandamana. Njia huku. Mkuu, hivi una uhakika kabisa huyo mtu wako uliyemtuma anaweza kumuua Dekan? Namwamini 100%, maana ni muuaji hatari sana.
na ndio namtegemea katika timu yangu, na hajaenda kumuua adui yako tu, bali ana oda mbili ya kumuua adui yako na kumuua mtoto mwingine anaitwa Rebeka. Kumbe mnaua mpaka watoto wadogo. Sasa huyo binti mdogo naye mzungumzie hapa, amekosea nini mpaka unataka umuue? Katika uwanja wa vita kama usiwahi kuwa na huruma. Kwa kutazama umri wa mtu utakufa wewe, na utajiri hauhitaji uoga. Namuua kwa sababu ni adui yangu. Nakupa sekunde 50 za kusali sala yako ya mwisho, maana baada ya hapo nakuua. Mimi nafikiri tungesali wote hiyo sala, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa nikakuua wewe kabla hujaniua mimi. Hivi una uhakika unaweza ukaniua mimi? Inawezekana. Sawa, ila kwa nini hujanikutanisha na geng lote na mimi niwafahamu, na pia mimi mwenyewe nifahamu? Maana hata huyo mtu aliyemwagiza aende kufanya hiyo kazi ya kumuua Dekan, mimi sijamuona kwa uso na wala yeye mimi hajaje kuniona, ila zaidi tu tuliamua kudownload picha ya Dekan mtandaoni, tukamtumia na tukatuma na location sehemu anapoishi huyo Dekan. Na kwa nini hutaki watu wote kwenye kundi tufahamiane, angali wote tunafanya kazi sehemu moja? Katika gengi yangu, sheria yangu namba 1, hakuna watu kufahamiana, na hata mkifahamiana labda ni mmoja tu. Hata ikitokea mmoja akataka kunisaliti, nyinyi kwa nyinyi muweze kuuana pasipo kujuana, maana mkifahamiana kwenye kuuana mtaoneana huruma. Ndio maana sikutaka mtu kufahamiana na mwenzake, na mnaweza mkanipindua pia. Kwa hiyo inamaanisha dhahiri shahiri kuwa uwaamini watu wako, na ndio maana hutaki kabisa tufahamiane, si ndio? Mwanadamu yuko mara mbili, ndani na nje. Wa ndani ni vigumu sana kumjua, kwa hiyo usimwamini binadamu wa aina yoyote. Kwa maana kuna muda hata mkulima huwa hali chakula alichokilima mwenyewe. Kwa hiyo sijiamini sana kiasi hiko.